ufahamu wa kwanza litakaposikika jina Arafa hufahamika kwa kwamba ni moja katika sehemu zilizoko Makka. Ni uwanja ambao kwamba kati yake una Jabalur Rahma, na mahala kama hapa panaitwa Arafa, na mahujaj kila mwaka tarehe 9 mfunguo 3 mchana wake huja wakasimama mahala kama hapa, kwa kwamba ni moja katika manasik al-hajj. Na hili la thubutu kwa nafsi ya hadithi ya Mtume sallam ambayo kwamba ni mashuhuri, akisema kwamba al-hajju Arafa. Hii ni kuonyesha umuhimu wa ibada ya kisimamo hiki cha Arafa kwa yule ambaye kwamba ni mhiji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني في الله، baada ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa mara nyingine tena kwa taufiki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuwafikia kukutana katika mahala kama hapa ndani ya chaneli yetu pendwa Zahmid, ili kukumbushana moja katika masala ambayo kwamba ni munasib na masiku ambayo kwamba ametukabili. Na kukumbushana kwetu katika mahala kama hapa, unwani ya kukumbushana kwetu itakuwa ni unwani ambayo kwamba ina swali ndani yake, na swali lenyewe ni kwa kwamba Arafa kwa wasiokuwa mahujaji ni lini? Ni wazi kwamba maudhui kama haya yana mengi yanayostahili kubainishwa na kuelezwa ndani yake, lakini tunamuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumwelekea ajalie kwa taufiki yake tuweze kuzungumza yale ambayo kwamba yatakuwa ni ya umuhimu zaidi na yatakuwa ni dharura zaidi kuyajua katika suala kama hili. Tukianza, kabla ya kuingia kulijibu suala hili moja kwa moja, tukirudi nyuma kidogo kuangalia Arafa, ni kwa kwamba jina Arafa popote wakati wowote litakapotajwa kuna ufahamu tofauti ambao kwamba hudhihiri kwa kutajwa jina hili Arafa. Na katika hizi fahamu zote ambazo kwamba hudhihiri kwa kutajwa jina Arafa, tutachukua fahamu mbili tu ambazo kwamba zina mwelekeo na unwani hii ambayo kwamba tutakumbushana ndani yake, nayo ni kujua Arafa kwa wasiokuwa mahujaji. Ni kwa kwamba ufahamu wa kwanza litakaposikika jina Arafa hufahamika kwa kwamba ni moja katika sehemu zilizoko Makka. Ni uwanja ambao kwamba kati yake una Jabalur Rahma, na mahala kama hapa panaitwa Arafa, na mahujaj kila mwaka tarehe 9 mfunguo 3 mchana wake huja wakasimama mahala kama hapa, kwa kwamba ni moja katika manasik al-hajj. Na hili la thubutu kwa nafsi ya hadithi ya Mtume sallam ambayo kwamba ni mashuhuri, akisema kwamba al-hajju Arafa. Hii ni kuonyesha umuhimu wa ibada ya kisimamo hiki cha Arafa kwa yule ambaye kwamba ni mhiji. Ama ufahamu wa pili, hufahamika jina hili la Arafa kwa kwamba ni zama. Na tukisema kwamba ni zama, tukusudia kwa kwamba jina Arafa ni jina la siku ya tarehe 9 ya mfunguo 3. Na kwa kwamba ni zama, tumeona pia Arafa Mola Subhanahu wa Ta'ala siku hii alivyokuwa aitaja katika Al-Qur'an Al-Karim, imebahatika kuingia katika zama ambazo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala kaapa na zama kama hizi. Na katika masala ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kuapa na alivyoviumba, ulama wamejaribu kutuorodheshea hikma za Mola Subhanahu wa Ta'ala kufanya hivi. Ama ya kwanza katika hizo miongoni mwa alizoziorodhesha ni kwa kwamba al-Imamu Abu Hatim asema kwa kwamba inna Allaha yuqsimu bima shaa min khalqihi wa laysa li ahadin an yuqsima illa billah, kwamba ni haki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kuapa na chochote
anachotaka kuwapa nacho katika alivyoviumba, lakini hii si haki kwa yoyote kuwapa isipokuwa ni aape kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Lakini pia katika hizo ambazo kwamba wamezitaja ni hikma za viapo, tunaona kwamba tuambiwa kwamba annal aqsama inma takunu bima yu'azzimuhu almuqsimu wa yujillu au yujilluhu wa huwa fawqahu wallahu ta'ala laysa shay'un fawqahu, kwamba katika desturi ya viapo mtu huwapa na kile ambacho kwamba yakitukuza na kukikuza, na hicho ambacho kwamba anaapa nacho kinakuwa kiko juu yake, na Mola Subhanahu wa Ta'ala hakuna chochote ambacho kwamba kiko juu yake. Ndiposa taratan yuqsimu binafsihi wa taratan yuqsimu bima shaa min khalqihi. Tunaona Mola Subhanahu wa Ta'ala mara nyingine huwapa kwa nafsi yake mwenyewe na wakati mwingine huwapa na vile alivyoviumba. Hii yote yajulisha kwa kwamba yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala ndiye alojuu kushinda kila kitu, bali ndiye anayetawalia kila kitu. Vyote visivyokuwa yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala, yeye peke yake ndiye anayevitawalia. Ndio maana akawa kwa kwamba ni Rabbu, lakini pia ndio maana akawa kwamba ni Ta'ala, akasifika na sifa kama hizi na zinginezo ambazo kwamba zote ni kubwa kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa kwamba mtu siku zote huwapa na kile ambacho kwamba ni kikubwa na kiko juu yake na yakitukuza na kukikuza, ni kwa kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala tukiona ameapa na siku ya Arafa, ni maana kwamba siku hii ni siku kubwa, na fi'lan ndivyo ilivyo. Katika Al-Qur'an Al-Karim Mola Subhanahu wa Ta'ala asema wa shahidin wa mashhud. Ulama akiwemo Ali wa Ibn Abbas wa Ibn Umar wa Sayyidina Abu Huraira, wote hawa wanasema kwa kwamba wa shahid bimaana yaum al-jum'a wa mashhud ni hii siku ya Arafa. Bali Sayyidina Abu Huraira radhiyallahu anhu apokea hadithi marfu'an ambayo kwamba pia yatia nguvu hii, akisema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema al-yawmul maw'ud ni siku ya kiyama, wa yawmul mashhud wal yawmul mashhud ni siku ya Jumaa, wa shahid ni siku hii ya Arafa. Yawmu shahid ni siku ya Jumaa, ama yawmul mashhud ni hii siku ya Arafa. Kwa hivyo hii yote ni kuonyesha kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala kuwapa na siku hii ya Arafa ni kwamba ni siku kubwa, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katutajia fadhaili nyingi ambazo kwamba zapatikana katika hii siku ya Arafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kuhusiana na saumu ya Arafa, akasema kwa kwamba yukaffiru sanata almadhiya walbaqiya, na katika riwaya nyingine walmustaqbila, maana kwamba kwa atakayefunga siku hii ya Arafa, Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa saumu ile humsamehe dhambi za mwaka uliopita na dhambi za mwaka ambao kwamba waja. Tukihitimisha na maudhui yetu ni kwa kwamba kwa hizi fahamu ambazo kwamba tumeziashiria na kugusia yanayohusiana na fahamu kama hizi, ni kwa kwamba tunaona kwamba siku ya Arafa ilikuwa ni siku ambayo kwamba iko tangu zamani, hasa tukiona katika hadithi kwamba hadithi iliyoko katika Musnad al-Imam Ahmad kwa kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala katika siku ya Arafa ndiyo siku ambayo kwamba amechukua ahadi kwa viumbe wake ama kwa sisi wanadamu, katika siku hii ambayo kwamba ni ya Arafa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia tuona katika Hijjatul Wada masahaba walikuwa na shaka kwa kwamba je, Mtume sallallahu alaihi wasallam leo katika siku ya Arafa amefunga ama hakufunga. Walivyokuwa wamekhtalifiana katika hili, habari ikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kuletewa chochote katika vyakula, na akamtuma mmoja katika masahaba wa kike, naye ilikuwa ni Ummul Fadli bintul Haritha, akamletea chombo ambacho kwamba ni cha maziwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa juu ya kipando chake, watu wote wakimuona akanywa mbele za watu. Ndo masahaba wote wakaona kwamba siku hii ya leo sio siku ya kufunga kwa sisi ambao kwamba ni mahujaj,
lakini ikabaki kwamba ni sunna kwa yule ambaye kwamba si mhiji kufunga siku kama hii na kukithirisha dua katika siku kama hii ya Arafa, lakini pia na kumuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala mahitajio yake. Inshallah Mola Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie na atupe nguvu ya kuweza kuifunga siku kama hii, na pia kama alivyoahidi kwa kwamba ni siku ya kujibu dua za waja, basi inshallah asituregeshe patupu tutakaponyanyua mikono yetu sisi kumuomba yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala katika siku hii na katika siku zingine zote na nyakati zote. Asiwe ni mwenye kuturegesha patupu, bali awe ni mwenye kutujibu dua kama alivyotuahidi katika Al-Qur'an Al-Karim. Na Mola Subhanahu wa Ta'ala ni kama tunavyofahamu kwa kwamba la yukhlifu al-mi'ad, kwa kwamba hatangui ama haachi kutekeleza ahadi yake aliyoahidi. Hadha wallahu a'la wa a'lam, wa salamu Allahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Zahmidi TV.